Hatibu wa serikali Dr. Isaac Mwaura ametetea uamuzi wa Rais William Ruto wa kumwachisha kazi aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi, akisema uaminifu kwa kiongozi wa taifa ni muhimu katika uongozi. Kwingineko, kundi la wanafunzi kutoka eneo la Mlima Kenya limesifia uteuzi wa mbunge wa Mbeere Kaskazini Geoffrey Ruku kuwa waziri wa utumishi wa umma. Hatibu wa serikali Dr. Isaac Mwaura aliyekuwa katika kaunti ya Narok alisema uamuzi wa rais wa kumwachisha kazi waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi unaambatana na haja ya uwajibikaji katika serikali. Waomba viongozi wa kisiasa waweze Mwaura aliyekuwa kwenye ziara ya kukagua miradi ya maendeleo alisema kila afisa wa serikali hana budi kutii na kuunga mkono maono ya rais na wala sio kumkosoa hadharani. Nalo kundi la wanafunzi wa vyuo vikuu kutoka eneo la Mlima Kenya limesifia uamuzi wa Rais Ruto wa kumpendekeza mbunge wa Mbeere Kaskazini Geoffrey Ruku kuwa waziri wa utumishi wa umma. We have seen the track record of Mheshimiwa Ruku. He has been very vocal on matters to do with the youths and to do with education. I'm sure most of you have benefited from his bursary program. I am hoping that all he has done in Mbeere North is going to translate that to the national level. We really feel appreciated for this chance and to wish all the best as he carries out his mandate. Kwingineko, joto la kisiasa linaonekana kugubika chama cha Wiper, huku kaimu mwenyekiti Mutula Kilonzo Jr. akihimiza wanachama kukomesha migogoro ya ndani kwa ndani, akionya kwamba itadhoofisha juhudi za kutimiza azma ya Kalonzo Musyoka ya kuwania urais mwaka 2027. Umoja wetu ndio utatusaidia kuweza kuingia katika sehemu zingine za Kenya, kumwitishia na kumtafutia Stephen Kalonzo Musyoka nyadhifa ya uongozi wa Kenya. Sisi tumetoa kauli moja na kauli hiyo inasema hivi kwamba mwaka huu Stephen Kalonzo Musyoka atasimama kiti cha urais. Na huko Trans Nzoia, chama cha Ford Kenya kimepuuza mito ya kuvunja chama hicho kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Naibu kiongozi wa chama hicho Ferdinand Wanyonyi amesema chama hicho kina umuhimu mkubwa wa kihistoria, akiapa kwamba watalinda uradhi wake na kukitafutia umaarufu wa kitaifa. Sahi tuko Kenya kwanza collusion, hatuna shida, lakini the future is open. Tuko pamoja na hakuna ati labda tufunje vyama. Hakuna kitu kama hiyo. Ford Kenya is to stay in the... Simulisema hivyo? Yes. Simesema hivyo? Yeah. Hakuna kufold Ford Kenya. Tuko hapa, tunaendelea. Hatuna mtafaruku wote wa uongozi katika kaunti ya Trans Nzoia. Mambo mawili matatu katika boma. Unajua kwa boma, baba, hatukozi mambo kidogo kidogo. Na mambo kidogo kidogo labda yale ambayo mliona tulikuwa nayo, hayo mambo yaliisha.